sherehe ya leo. Wahashamu wa maaskofu, mapadi, watawa, waamini wote, namna pekee Baba Ludovic Amadui Shayo, baba yake ni Emili. Ni siku ya furaha leo kwa sababu Mwenyezi Mungu anaongea nasi akituonesha utendaji wake aminifu, akimtumia mmoja wetu anavyodhihirisha pendo lake na uaminifu wake kwetu. Tuko hapa leo kwa mwaliko wa Mheshimiwa Padre Ludovic Shayo. Tuungane naye katika kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa miaka 75 ya upadre ndani ya miaka 106 ya kuzaliwa. Tushangilie Mungu kwa kweli. Zawadi ya kipekee kabisa, si jambo la kawaida. Ingefaa leo tufurike hapa kabisa kumshukuru Mungu kwa zawadi kubwa namna hiyo Mungu anayotuonesha. Na tunajiuliza amempa Mungu nini akafikia mahali hapo? Hakuna jibu. Kwa hiyo tunampongeza Baba Shayo kwa miaka 106 ya kuzaliwa na miaka 75 ya wito na utume wa upadre. Tumshangilie kwa nguvu kabisa. Hata sisi ambao tunashuhudia jambo hili, baraka hii kubwa, tujipongeze pia na kumshukuru Mungu. Leo bila shaka kila mmoja ana jambo la kumshukuru Mungu kwa maisha yake, kwa wito wake na mengine mengi ambayo tunajaliwa bila kuomba. Basi iwe ni fursa ya kumwambia Mungu asante, kwa maana yeye anagawa baraka zake bila upendeleo, na kwa mapenzi yake tunakuwa jinsi tulivyo, na kwa nguvu zake na neema zake tunakuwa jinsi atakavyo. Ndugu zangu, maneno mawili ya kuongoza katika adhimisho la leo. Maneno hayo ni baraka na furaha. Baraka na furaha. Mtume Paulo katika somo la kwanza anamshukuru Mwenyezi Mungu daima kwa ajili ya waamini wa Korinto kwa sababu wamepokea neema na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kupokea neema, waamini kupokea neema, na Paulo anamshukuru Mungu kwa zawadi hiyo kubwa. Waamini kupokea nini? Kupokea neema. Hii ni baraka kubwa sana. Baraka hiyo tunapewa rasmi kwenye ubatizo na tunadumu nayo katika miito yetu mbalimbali. Neema hiyo ni baraka, ndio msingi wa maisha yetu kubatizwa, ndio msingi wa wito wa kila mmoja na utume wetu, hiyo kwenye ndoa ama kwenye maisha ya wakfu, katika utoto na katika ujana. Neema za Mungu zinatubeba na ndio msingi wa maisha yetu yote. Paulo anasema, kwa kuwa katika kila jambo mlitajirika katika yeye, katika maneno yote na maarifa yote, kama ushuhuda wa Kristo ulivyothibitika kwenu, hata hamkupungukiwa na karama yoyote, mkiwa mnangojea kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema yeye atawaimarisha ninyi mpaka mwisho, mpate kuonekana bila hatia siku ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. Haya maneno yanahamasisha nafsi zetu kuwa na baraka, kutama baraka hizo na kuzitumia jinsi Mungu anavyotuelekeza. Paulo anamalizia sehemu akisema, Mungu ni mwaminifu, yeye aliwaita ninyi
muwe na umoja na mwanaye Yesu Kristo Bwana wetu. Lengo la ubatizo ndilo hilo, kumshuhudia Mungu anayetenda kazi katika maisha yetu, hasa kupitia wito wa ubatizo kwa mtoto wa Mungu na wa kanisa, kwa makazi ya Roho Mtakatifu, kwa chombo cha kupokea utawala wa Mungu na kuueneza popote pale tunapoishi. Tunachoadhimisha leo katika nafsi ya Baba Lui ni shukrani kwa baraka za Mungu. Shukrani kwa baraka za Mungu. Kila mmoja katika wito wake amshukuru Mungu kwa baraka zake. Ni baraka tu, ni baraka tu, ni matashi ya Mungu. Na wengi wanapoongea nayo namuuliza, hadi hebu tupe siri ya kuona siku nyingi duniani kama wewe, ulifanyaje? Unafanyaje? Atakwambia unywe maji mengi, ama uepuke mambo fulani. Atakwambia nini? Alipanga nini yeye kufikia hapo? Bila shaka jibu atakalokupa yeye halitaachana na jibu hili. Amri ya nne ya Mungu nasemaje? Unapoona mtu anaishi duniani na miaka mingi na heri, manake ni ndio hapo ameheshimu mamlaka, amemheshimu Mungu, ameheshimu kanisa, ameheshimu matamko yake kwa Mungu tangu batizo, na mengine ambayo ameyatamka hayaheshimu akazingatia. Nisikia kwamba alipata ubatizo mwaka gani? Mwaka wa 50, na kufanya jubilei ya kwanza ya fedha mwaka gani? 75. Akafanya jubilei ya miaka mingapi? 50. Na mwaka upi? 2000. Miaka 50 hiyo. Sasa na mwaka huu anafanya jubilei gani? Ya almasi, ile chuma ngumu kabisa. Miaka mingapi? 70. Na miaka yote hiyo, mwaka wa 50, 75, 2000 na 2025, yote ni miaka ya jubilei. Tumshangilie kwa namna pekee. Amekuwa mwana jubilei tangu mwanzo, na Mungu anampa maisha haya. Tunapoyashuhudia hivyo, tumwambie Mungu asante. Alama inayoonekana ya utendaji wa Mungu ndio huyu ambaye tunaishi naye. Baba huyu Haleluya. Mimi simfahamu sana, lakini wakati anaposoma historia yake hapa nikashangaa kwamba mimi mama yangu amefunga ndoa mwaka wa 50, nikapata kurudisha mwaka 75, tukafanya vile vile hiyo mipangilio inayoitwa jubilei mwaka 2000 na mwaka 25 vile vile, kwa neema za Mungu. Baba yake ni Emili, baba yangu ni Emili pia. Tumshangilie Mungu. Haleluya. Ameishi kwa heshima ya mamlaka ya Mungu na kanisa. Nakumbuka nilipomwambia aende kuishi Longuo, atoke Samanga alipozoea miaka yote hiyo. Alikaa miaka mingapi? Sasa uwezekano wa mizizi mikubwa. Alipenda wale watu, aliwafahamu, alimzoea, na kuondoka kwake pale haikuwa rahisi. Nilimwendea pale, nilimweleza kuna wakati umefika sasa tumpunguzie majukumu hayo ambayo yanahitaji msuli kukimbizana na
uchungaji. Niliangalia kama nakuna Lungu na akaniomba muda wa kujiandaa. Nilimwambia sawa, kwamba akiwa tayari anijulishe. Baada ya muda mfupi alikuwa tayari kwenda Lungu. Nikamwandikia barua aende Lungu kwa maelezo kwamba alikuwa bado huru kutoa huduma popote alikoombwa msaada, mradi tu afya yake iwe nzuri. Na ikawa hivyo kweli. Pale mwanzoni akawa anachukuliwa sana, kila weekend anamchukua peleka kule. Mwishoni akasema hapana, mwenyewe akawa na elekeza namna ya kutumika na ni mahali gani na kwa wakati gani. Lakini tangu mwanzo wa kuhamia pale Lungu kwake, Lungu ilikuwa ni nyumbani na sio mahali pa kungojea kitu fulani. Ndio maana baba askofu hapa amesema sahihisho, sio kituo cha mwisho, ni nyumbani. Nyumbani mahali ambapo pameandaliwa padri baada ya kutumikia vizuri. Padri ikilazimu akae pale ni nyumbani, sio kifungoni au waiting room ya mambo fulani kama walivyodhania wengine. Tumsifu Yesu Kristo. Baba Lui aliheshimu mamlaka na hata akawa mstari wa mbele tulipofanya harambee ya kuboresha kile kituo cha Lungu. Kwa kweli mchango wake ulikuwa mkubwa kabisa, alishika namba ya kwanza. Tumshangilie Mungu. Utayari wake wa ushirikiano umekuwa chachu bora sana ya mwanajumuiya mnyenyekevu, mvumilivu na msikivu. Hizo ni sifa za ndani sana ambazo zinamwongezea mtu maisha. Ametulia, ni mvumilivu, hana papara, mnyenyekevu. Basi wanaomuomba siri ya kuishi muda mzuri wawe wanajumuiya wafurahivu, wapatanishi na wapenda amani, na watunze wito wao kama yeye. Umechagua maisha ya wakfu, uaminifu kwa Mungu na kanisa, uaminifu kwako mwenyewe, uaminifu kwa matamshi ambayo mtamkia Mungu kwenye siri na kwenye uwazi. Hayo yatakuongezea muda mzuri. Ukigeuka kwa ni magugu, basi nakuwa gugu na kuondolewa. Jifunze kwa watu kama hawa, ndugu zangu. Hakuwa mjinga. Hapana. Maisha ya fadhila ni baraka. Lakini pia ni neema za Mungu zinatuwezesha kwa hivyo. Kwa hiyo mtu atambue kwamba Mungu anampenda na anayepokea upendo wa Mungu ni jinsi anavyoishi kumwambia Mungu asante, na ndivyo baraka zinavyoenea kwa wengine. Zawadi za uhai, zawadi ya wito na maisha ya jumuiya ni baraka ambazo Mwenyezi Mungu anataka tuzifurahie tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Ni neema ya Mungu, lakini tunawajibika kuzipokea na kuzifanyia kazi ili kuweka alama katika maisha ya wengine, nasi kujitoa sadaka na zawadi inavyowezekana.
la pili ni furaha. Ni siku ya furaha leo. Mshukuru Mwenyezi Mungu. Katika Injili Yesu alifurahi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na akaeleza furaha yake imetoka wapi. Ni kitu gani kilimfurahisha? Ukiangalia kwenye Injili ya Luka sehemu hii inatangulia Injili ya leo, wafuasi 72 walikuwa wamerudi kutoka kwenye ziara ya kichungaji. Wakatoa ripoti zao. Walirudi wamejaa furaha kwa sababu utume waliofanya uliwapatia nguvu. Utume wao ulikuwa umefanikiwa. Wakatoa ripoti nzuri kwamba walihubiri, wakasikilizwa na watu na kuponya wagonjwa, hata kufukuza pepo kwa jina la Yesu. Hii ndio taarifa ambayo walirejesha kwa Yesu baada ya kutumwa wawili, wale wafuasi 72. Yesu alifurahia mafanikio ya utume wa wafuasi wake. Ndivyo anavyofurahia utume wetu katika ndoa au maisha ya wakfu, katika ujana, katika utoto. Anapenda afurahie ripoti nzuri. Wafuasi wake wadhihirishe kwamba wametenda kwa imani kwake na wametimiza yale ambayo ametuma kuyafanya. Ndivyo Yesu alivyofurahia juhudi mbalimbali za kanisa mpaka leo hii, juhudi za kueneza ufalme wa Mungu, hasa kwa njia ya kufundisha dini na kutangaza neno la Mungu, kusoma Biblia na kuitafakari na kujenga maisha yetu yaendane na neno hilo ambalo Mungu anatuangazia. Vile vile uelewa wa umuhimu wa sakramenti, kwamba mtiririko wa uhai wa Mungu katika maisha yetu unatokana na muungano wa kisakramenti na Yesu ambaye ndiye mfereji wa neema. Yeye ndiye chanzo cha neema zote, ndiye anayebariki mahangaiko yetu na kutuangazia njia mpya za kujinasua kwenye majaribu mbalimbali. Pia kufuta ufalme wa Mungu na haki yake kwa moyo wetu na kwa nguvu zetu zote. Hayo ndiyo ambayo kila mmoja wetu anaalikwa kuyatilia maanani. Yesu anafurahia wazazi wanavyorithisha tunu za imani kwa watoto wao katika sala za familia, malezi ya watoto wao, karibu kwa watoto wao, na malezi kwa ujumla katika jumuiya ndogo ndogo za Kikristo. Ule mfumo wa kuishi pamoja uwe ni fursa ya kutangaza ufalme wa Mungu na kueneza ufalme huo katika maisha ya kawaida. Yesu anashukuru kwamba waliopokea ufalme ni wale walio na unyenyekevu, wenye unyenyekevu na wenye upole, wale ambao ni wasikivu kama watoto wachanga. Mtoto mchanga hana ubishi. Hata ukimpa cha kumdhuru, mwambia ale, anakula tu, maana anatii. Ukimdanganya na mwangamiza, ole wako wewe unayemwangamiza ama unayemkwaza huyu mdogo kutokana na udogo wake. Basi tunaambiwa mfano wa kuigwa ni unyenyekevu, sio kiburi, sio majivuno. Waliojidhania kuwa na hekima na akili na kukataa kulipokea neno la Mungu, hao ubaki na kiburi chao. Ubaki na nini? Na kiburi chao. Wanajidhania, wanajifikiria kwamba wana hekima, wana akili, lakini wanachoishi tofauti kabisa na maagizo ya Mungu. Sasa tunaambiwa pana ufunuo wa Mungu. Tunatakiwa tuelewe kwamba
ni zawadi, yatupasa tuipokee hiyo zawadi kwa unyenyekevu na kwa upole. Leo tunafanya sherehe kwa kuwa Padre Louis alipokea wito wake na ametumikia wengi katika utume wake wa miaka mingapi? 75. Sasa leo tukianza kuhesabu alibatiza watoto wangapi? Kuna kazi hapa. Aliunganisha wangapi? Bado naongeza kuunganisha. Ofisini alipokea watu wangapi? Ametoa ushauri mara ngapi kwa watu gani? Ametembelea vituo vingapi? Tumesikia mipango ya vituo vingapi? 10 ngapi? Sasa kote huko tukiga mahesabu tutakapo mpaka kesho kutwa hatutamaliza. Kwa hiyo hatuwezi kuhesabu utendaji wa miaka 75. Hatuwezi. Tunaweza kumshukuru Mungu na kumpongeza padri na kuwashukuru wote ambao walimpa ushirikiano, wakampa faraja katika safari ya wito na maisha yake. Tumshukuru Mungu kwa ajili hii. Tunapatia nguvu ya kuendelea mbele ni haya maneno ya Yesu tulisikia kwenye Injili. Baba yangu amenikabidhi vitu vyote. Hakufanya kazi peke yake. Ni imani kwa Kristo mshindi anayetuambia kwamba Baba amemkabidhi vyote alivyonavyo, na ametuambia sisi tuviendeleze hivyo, tuvithamini. Hakuna amjuaye mwana ila Baba, wala amjuaye Baba ila mwana, na yeyote yule ambaye mwana atapenda kumfunulia. Sasa yeye aliamini jambo hilo, amekuwa ni chombo cha kumfunulia mwanadamu mwenzake siri za Mungu kupitia Yesu Kristo, rafiki yetu, Bwana wetu na mkombozi wetu. Hiyo ndio hasa kazi ya padri. Ndio kazi ya padri miaka 75, akifanya kazi ya kuunganisha Mungu na watu na Mungu. Sakramenti anapozitoa anakuwa ni mfereji wa neema kwa wengine. Anakuwa karibu na Yesu kwa njia sana, majitoleo mbalimbali, sadaka, ataugua, kupata shida mbalimbali kama binadamu mwingine, vishawishi mbalimbali tukapata navyo kwa neema za Mungu, atapata ushindi. Lakini anasimama imara kwa sababu neema ya Mungu inafanya kazi ndani mwake. Ili awalete wengi kwa Yesu, inabidi akae karibu na Yesu. Anaposali misa, anamwakilisha padri katika kila misa. Twaeni mle, ni mwili wangu, ni damu yangu. Anaongea lugha ambayo ni ya Yesu mwenyewe. Kwa namna hiyo basi, ndugu zangu, utume wa padri ni zawadi Mungu anayetujalia, na hapa padri tunawaona, tuwaombee, tuwapatie ushirikiano. Kwa mujibu wa utume wake, Padre Louis amefundisha wengi, amefanya mengi ya kiroho na ya kijamii, hata akaweka alama katika maisha ya watu wengi. Ndio alama bana tuachia. Watamkumbuka Padre Louis kwa utume aliowafanyia kwa nafasi mbalimbali. Ndivyo alivyowafunulia watu siri za upendo wa Mungu kwa wanadamu kwa njia ya Kristo, kwa njia ya huduma mbalimbali. Padre amekuwa sauti ya Yesu kwa watu wazima, kwa vijana na watoto, akiwaambia heri wanaoona yale ambayo manabii na wafalme walitamani kuona, wasiyaone wala kuyafikia. Hawa walitamani muungano kamili na Mungu. Sisi tunayo bahati ya pekee ya kupata huduma za Yesu afanyaye makuu katika maisha yetu kupitia mafundisho na mikono ya mapadri. Hao ni watu ambao wametengwa kwa ajili ya kazi hiyo. Tuwaheshimu hawa ambao wametengwa kwa ajili ya wokovu wetu, tukiwaombea na kuwatii wanapohangaika na wokovu wetu. Tusiwatatize katika utume huu, tuwasaidie na kuwaepusha na yale ambayo
wito wao na utume wao. Furaha ya padri ni kupeleka watu mbinguni. Kupeleka watu mbinguni ndio kazi yetu hasa ya msingi na ya kwanza na yenye heshima atakayo Mungu. Watu waende mbinguni. Yesu alifurahishwa na ripoti nzuri kwamba watu wamepokea utawala wa Mungu. Ndio maana anamshukuru Mungu akiongozwa na Roho Mtakatifu. Basi katika misa hii na kwa siku zote tuendelee kumwombea Padre Louis Shayo aendelee kumtumikia Mungu kwa furaha na kwa mapendo. Mzaburi anasema, waadilifu usitawi kama mtende, hukua kama mierezi ya Lebanoni, kama miti iliyopandwa nyumbani mwa Mwenyezi Mungu, usitawi katika nyua za Mungu wetu, kuendelea kuzaa matunda hata uzeeni, daima wamejaa utomvu na wabichi, wapate kutangaza kwamba Mwenyezi Mungu ni mnyofu, mwamba wangu, kwake hamna upotovu. Zaburi ya 92 aya 12 hadi ya 15. Padre Louis, hongera sana kwa kuadhimisha jubilei ya upadre wa miaka 75. Tumsifu